Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya muda huu ambao umetupa wa kujifunza neno lako pamoja. Naomba Roho Mtakatifu uliye mwalimu mkuu, uzungumze nasi tuko tayari kukusikia, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ninaomba kama inawezekana, labda nyie mute, wale ambao mnasikiliza mute, nibaki mwenyewe. Sasa labda itasikika kwa sababu nasikia prop nyingi. Asante. Basi tuingie moja kwa moja katika kipindi chetu. Najua dakika zetu ni chache, tumeshapoteza dakika chache hapa, lakini kama tunakumbuka, nifanye tu revision ndogo. Mimi napenda kufanya revision. Jana tuliangalia tu kwa kifupi matengenezo ni nini na kwa nini Mungu anapenda matengenezo, na tuliangalia point 6. Najua 6 zilikuwa nyingi sana kwa jana, lakini tuliona kwamba Mungu ni Mungu wa matengenezo. Yeye mwenyewe ndiye aliyeasilisha, ndiye aliyeanzisha hili jambo la matengenezo. Alitengeneza na sisi wenye dhambi, na tulisoma mistari kadhaa jana katika maandiko. Kama nilivyosema, kipindi hiki tunajitahidi kukirekodi kwenye YouTube. Kwa hiyo unaweza kusikiliza, hili ni fundisho la 3. Unaweza kusikiliza mafundisho mengine mawili yaliyotangulia kwenye YouTube, na nafikiri utapata kwa urefu zaidi. Lakini jambo la pili, tuliona kwamba kutotengeneza kuna haribu mahusiano. Lakini si kuharibu mahusiano tu, kuna kufanya wewe ambaye hutaki kutengeneza kuwa mtumwa. Yaani unakuwa mtumwa, hutaki kuongea na huyo mtu, hutaki kumuona huyo mtu. Kuna mambo yanayokufanya wewe kuwa mtumwa. Ile ilikuwa jambo la pili tulilolitazama. Lakini tuliangalia jambo la 3, ya kwamba Mungu anapenda matengenezo kuliko ibada yetu, kuliko huduma zetu, kuliko sadaka zetu. Na tulisoma ule mfano, anasema ukikumbuka jambo kwamba kuna mtu ana neno na wewe, acha sadaka yako madhabahuni, nenda katengeneze kwanza, ndipo urudi kuja kuendelea na ibada au kutoa sadaka yako. Lakini tuliona vile vile kutotengeneza kunakwamisha maombi yako. Kama unapeleka maombi yako kwa Mungu na hutaki kutengeneza na mtu mwingine, maombi yako yanakwama. Lakini tulitazama vile vile kwamba matengenezo ni ushuhuda ya kwamba wewe umeokoka, unampenda Yesu. Na jambo jingine la mwisho tuliona, sio ushuhuda tu, ni uthibitisho ya kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tulipita katika mambo 6 haraka, na ninaamini kwamba yalikusaidia wewe mpendwa msikilizaji kujifunza juu ya matengenezo ni nini na kwa nini tunakaza juu ya matengenezo. Sasa leo nataka niende ndani zaidi, na ninakusihi katika jina la Yesu, nitapita haraka, lakini hebu kwa kipindi hiki kitusaidie kutulia na kutafakari na kukitendea kazi. Hili jambo la matengenezo sio jambo utakalosikia likifundishwa sana kanisani. Halifundishwi hata kwenye semina za uamsho. Ni jambo la ndani sana. Kwa hiyo hebu tuende polepole katika hili jambo tunapojifunza jambo la matengenezo. Na leo hebu muombe Mungu Roho Mtakatifu ukiweke kipindi hiki katika vitendo. Wale ambao mlikuwa zamani, najua wengi ni wa siku hizi, kulikuwa na kitu kinaitwa Uamsho wa Afrika Mashariki, ambao ulitembea huko Rwanda na Burundi na Uganda, ukaenda Kenya, ukaja Tanzania. Moja ya jambo ambalo Uamsho wa Afrika Mashariki ulikuwa unakaza ni juu ya kutengeneza. Hilo ilikuwa ni agenda, kutengeneza. Maana yake kama ulianguka kwenye dhambi, mahali popote uliiba, urudishe. Ulifanya chochote kile, utengeneze. Tengeneza na mke na mume, tengeneza kazini, Jambo la matengenezo lilikazwa sana wakati huo. Japo lilihitaji hekima, lakini lilikazwa sana wakati huo. Sasa leo tunarudi katika kufikiri juu ya matengenezo. Lakini kabla ya kwenda kwenye kujifunza, hebu jiulize tu swali kama hili. Unajisikiaje ukiwa kwenye ndoa, mama ambayo unanisikiliza sasa hivi? Alafu baadaye ukasikia mume wako ana watoto wa nje ya ndoa, 4, 5, na hajawahi kukwambia. Unajisikiaje? Unajisikiaje kama mwenzi wako, na hasa mume hapa niseme, anafariki na amekuacha na watoto 3 kwenye familia yako, halafu
siku ya matanga wanakuja watoto wengine 16 wamefanana na mume wako kopi kama chupa za Coca-Cola. Hakuna hata jinsi ya kuwakana, lakini hakukueleza hicho kitu tangu mlipooana. Utajisikiaje? Utajisikiaje baba unapokaa kwenye ndoa una watoto 4 halafu ukagundua kwamba watoto 3 si watoto wako, lakini umedanganyika hivyo kwa muda wote kwamba hawa watoto wote 4 ni wa kwako? Utajisikiaje? Mama hakutengeneza na wewe wakati wa hawa watoto kuzaliwa kwenye ndoa yako. Lakini kijana, utajisikiaje vile vile kwamba umezaliwa kwenye familia unaitwa Mari. Umesoma kindergarten, umesoma darasa la 1 mpaka la 7, sijui umemaliza sekondari, alafu unapofika chuo kikuu umepata mchumba, mnataka kuoana, unaambia baba yako sio Mari, kwa hiyo huwezi kupokea mahari, huwezi kulipa mahari kutoka kwa kina Mari, baba yako anaitwa jina jingine. Wewe kijana, utajisikiaje katika ukubwa huo? Nachotaka kukaza hapa wapendwa, ni kuona umuhimu wa matengenezo kabla mambo hayajaharibika. Nitasoma neno la Mungu sasa kutoka kitabu cha Luka mlango wa 19. Nitasoma mstari wa 1 hadi wa 8. Luka 19 mstari wa 1 hadi wa 8 unasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, Yesu Kristo huyu, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Alikuwa na sifa huyu mtu. Mstari wa 3, huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Hakuwa hata na hitaji kubwa, aliona tu kwamba kuna mtu mwingine maarufu ambaye anavuta watu wengi, sijui ni mtu wa namna gani, mrefu, mfupi, amekonda au amenenepa, ana sura gani. Kwa hiyo anaenda kumwangalia tu ni mtu wa namna gani. Anasema asiweze kumuona kwa sababu ya umati wa watu, maana alikuwa mfupi wa kimo. Mstari wa 4, akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupita njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Mstari wa 7, hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa na mtu mwenye dhambi. Mstari wa 8, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa masikini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Nataka tu uone mfano huu wa Zakayo. Sitahubiri habari ya Zakayo kwa kirefu, lakini nataka kuona Zakayo amekutana na Yesu. Alikuwa mtoza ushuru, alionekana muovu, alionekana mbaya, hakukubalika sana katika jamii, halafu akakutana na Yesu. Kwa kifupi, alipokutana na Yesu, Yesu akapindua moyo wake. Tungesema alipomkaribisha nyumbani kwake, alimkaribisha moyoni mwake vile vile. Kwa hiyo alimpokea Yesu moyoni mwake, akabadili moyo wake. Na baada ya kubadili moyo wake, tunaona ushahidi wa kubadilishwa moyo wake. Ndio anasema mstari wa 8, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Maana yake alipookoka, uthibitisho wa kwanza, udhihirisho wa kwanza, ushuhuda wa kwanza, kuonyesha kwamba anazaa tunda linalotokana na yeye kumwamini na kumpokea Yesu, ni hili jambo ambalo tumelisoma hapa, na nitaenda kidogo kidogo polepole. Hili jambo la kusema nitarudisha mara 4 kama nimemdhulumu mtu, nimemwibia mtu, limetoka Agano la Kale. Hakulileta tu mwenyewe. Na nitasoma mstari mmoja tu kutoka Agano la Kale, kitabu cha Kutoka mlango wa 22. Kutoka 22 mstari wa 1. Kutoka 22 mstari wa 1 anasema, mtu akiiba ng'ombe, na huyu anasema kama nimemdhulumu mtu, nimemwibia mtu, nimefanya utapeli kwa mtu. Hapa anasema mtu akimwibia mtu ng'ombe au kondoo na kumchinja au kumuuza, atalipa ng'ombe 5. Hapa Zakayo anasema atarudisha mara 4.
Hapa anasema kama ni ng'ombe unatakiwa kurudisha mara 5 badala ya ng'ombe mmoja, na anasema na kondoo 4 badala ya kondoo mmoja. Kwa hiyo maana yake kitu anachofanya Zakayo hapa, anafuata ule utakatifu, ukamilifu wa sheria wa Agano la Kale. Kwa hiyo nataka niseme mambo machache siku hii ya leo. Jambo la kwanza, tunapoongea habari ya matengenezo, mpendwa, yanaonyesha kwamba unajenga daraja na wale ambao ulikuwa umewatenga, uliokuwa umewadharau, uliokuwa unaona hawafai, uliowahesabia dhambi na uchafu wao. Ukasema huyu simtaki kwa sababu ya dini yake, simtaki kwa sababu umaskini wake, sitaki kwa sababu ni mbea, simtaki kwa sababu mke wangu amenikwaza mno, kwa hiyo simtaki tena. Sitaki mume wangu kwa sababu amenikwaza mno, sitaki fulani na fulani amenikwaza mno. Hapa tunaona katika mfano huu wa Zakayo, kutengeneza kunajenga daraja. Anasema kama anasema mali zangu zote nilizo nazo, najua nilizipata mara nyingine sio kwa uhalali, lakini nusu ya mali yangu nitawapa maskini. Manake nataka kutengeneza na wale ambao nilikuwa naona sio haki yangu kutengeneza nao, sio haki yangu kukaa nao, sio haki yangu kuzungumza nao. Nilishakata hilo daraja la kukutana na hao watu. Na mimi nataka nikusihi katika jina la Yesu, tunaposema tunatengeneza, hebu tutengeneze na wale ambao tuliwatenga, tuliwadharau. Hatukuandikia tena barua, hatukuandikia tena text message, hatukwenda tena kwao, hatukushiriki kwenye harusi zao na dhiki zao na shida zao. Hapa anasema nusu ya mali yangu nitawapa maskini. Manake tunapojenga daraja, hebu watendee mema wale ambao ulizuia wema wako, hebu watendee mazuri wale waliozuia mazuri yako, hebu watembelee wale waliozuia kutowatembelea. Kwa hiyo fanya hicho kitu. Matengenezo yanawaleta wale wengine ambao walikuwa wametengwa nje ya jamii na kurudi ndani. Kumbuka Yesu alipokuja kutengeneza na sisi, alikaa na sisi wenye dhambi akatuvuta kwake. Alikaa na wenye ukoma akawavuta kwake. Amekaa na huyu Zakayo mtoza ushuru akawavuta kwake. Na wewe hebu fanya jambo la makusudi kabisa, kwamba wale watu ambao niliwatenga sasa nataka nitengeneze pamoja nao, nicheke pamoja nao, niwasalimie, niwaambie nakupenda, niwaambie nakujali. Watumie kadi ya Christmas, kadi ya birthday, kadi ya Thanksgiving. Jenga hilo daraja katika jina la Yesu. Jambo la pili, matengenezo huanza moyoni. Kuanza kwa wewe kujiona jinsi ambavyo ulihusika katika kuharibu hayo mahusiano. Huyu anasema kama nilimdanganya mtu, alikubali kwamba mimi nimedanganya mtu, nilijenga ukuta kwa sababu nilidanganya. Anasema kama nilidanganya mtu. Unajua mara nyingine wapendwa, mambo ya mahusiano lazima tuyaone moyoni mwangu. Acha kunyoosha kidole kwa mke wako kila siku. Wacha kunyoosha kidole kwa mume wako, kwa baba yako, kwa mjomba wako, sio kwa ndugu yako, kwa serikali, kwa chama kinachotawala, sio kwa rais. Wacha kunyoosha vidole kwa watu wengine. Anza moyoni mwako, kwa sababu inawezekana ulihusika katika kuchochea hicho kitu. Ulihusika katika kuweka mafuta katika huo moto uliokuwa na waka, ulimwaga petroli wewe. Inawezekana ni kwa maneno yako, inawezekana ni kwa matendo yako, lakini leo nakusihi katika jina la Yesu, hebu jenga daraja. Lakini daraja lianze kujengwa kuanzia moyoni mwako katika jina la Yesu. Jambo nyingine ambalo nataka nikaze hapa ni kwamba matengenezo hurekebisha, huponya kule uliko haribu. Na hapa ndio nataka tumalizie leo kwa kutafakari zaidi. Tunaposema tunatengeneza, wapendwa, maana yake kuna mahali tulipoharibu. Huyu Zakayo anasema nitarudisha mara 4. Niliharibu, nilidhulumu watu, niliibia watu. Sina haja ya kwenda kusema samahani, yamekwisha. Hapana, kuna jambo la matengenezo hapa kule nilikoharibu. Na ndio maana nikaanza kutoa mifano hapa ya watu ambao hawajaeleza kwamba katika mahusiano yao ya ndoa, wanaume, una watoto wengine wa nje. Hujawahi kumwambia mke wako hata mara moja. Kuna mahali pa kutengeneza. Mama ambao una watoto 4 hapo nyumbani, hujawahi kumwambia mume wako kwamba watoto 3 si wa kwako. Nakumbuka kulikuwa na kisa cha kweli katika nchi moja, na sina haja ya kuitaja.
ambapo huyu baba alikuwa tajiri, ameishi na mke wake kwa furaha miaka yote, na walikuwa na watoto 3. Katika maziko, mtu mmoja akalipuka huko, kiongozi mmoja, kwa sababu hii ni mambo ya matajiri, akasema, jamani, naomba niseme hapa kabla hatujazika, huyu baba aliwahi kuwa na mtoto wa nje, alikuwa na mtoto wa nje ya ndoa. Halafu akasema maneno hayo. Kwa hiyo akasema, ili kwamba kama kuna kugawana mali, basi na huyu agawiwe. Ile mama alikasirika sana, lakini kesi kaenda mahakamani kwa sababu mama hataki kugawa mali. Kwa kifupi, walipoenda mahakamani wakaamua kwamba yule mtoto afanyiwe DNA, lakini lazima na watoto 3 wote wafanyiwe DNA kwa wakati mmoja. Na walipofanyiwa DNA, watoto wote 3 wa ndani ya ndoa walikuwa sio wa yule baba, isipokuwa yule mtoto aliyeitwa wa nje ya ndoa ndio wa yule baba. Huyu kijana akaitwa kuwa mrithi wa mali zote za yule baba kimahakama, na mama aligawia nafikiri 1/3 katika mali zile zote. Kwa hiyo kuna kutengeneza. Huyu mama hakutengeneza, alificha, hakusema kwamba ameharibu, lakini imekuja kujulikana katika mahakama. Naomba sasa tutulie hapo, mahali pa kutengeneza. Inawezekana kuna mali ulizoiba, kuna mali ulizodhulumu, kuna mali ulizodanganya, kuna mali ulizonunua za wizi. Unajua kabisa hiki kitu ulichonunua cha wizi, kwa sababu bei yake ni dola 1000, mimi nimeuziwa kwa dola 100, kimeibiwa hiki, na unajua kabisa. Ukakileta ndani ya nyumba, ukakiwekea na mikono, ukakitakasa kwa damu ya Yesu. Nataka nikwambie, hakitakasiki. Matengenezo ni kurudisha kule ulikoiba. Mahubiri haya najua leo si mazuri sana kwa wengi. Inawezekana ni jambo la madeni. Kuna watu wanakudai fedha na umeshawarusha tayari. Umeleta kila aina ya kisingizio na vitisho na kutoroka na kukimbia na chochote kile. Matengenezo ni kulipa yale madeni ya wale watu wanaokudai, tena kwa kiwango kile kile, labda hata ukiweza kuongeza kidogo, sio vibaya. Ni matengenezo. Matengenezo ni kutengeneza kule ulikosema uongo, kule ulikodanganya, ili upate ahueni fulani, ili upate upendeleo fulani. Karekebishe ule uongo, karekebishe yale mambo uliyosema ya uongo, pamoja na kwamba yanakupa faida, pamoja na kwamba yanakuinua. Rekebisha ule uongo. Inawezekana ni kutengeneza sifa za mtu, heshima ya mtu uliyemharibu. Ulimwita mzinzi wewe, ulimwita muongo, ulimwita mwizi, ulimsingizia kitu fulani, ukamharibia jina lake, ukamharibia heshima yake, na unajua kabisa ulichofanya ulifanya makusudi, sivyo huyo mtu alivyo. Labda ni mke, umesema mambo ya mume wako kinyume na jinsi alivyo. Mume umesema na mke wako kinyume na jinsi alivyo. Kanisani umesema kinyume na mambo ya mchungaji, mambo ya wazee wa kanisa. Umeharibu kwenye jamii, umeharibu kanisani, umeharibu kwenye familia. Nenda katengeneze, nenda kaseme, samahani mke wangu, samahani mchungaji, samahani kwaya, samahani jamii, nilisema uongo, huyu mtu hayuko hivyo, nilifunua uchi ambao si wa kwake mbele za watu. Inawezekana uko kanisani na umekuwa kivurugi cha kanisa, umefanya mambo mengi yaliyoharibu kanisa, umeharibu wachungaji, umeharibu kanisa, mambo yoyote ya namna hiyo. Kwa hiyo leo ninakuomba katika jina la Yesu, hebu tengeneza. Inawezekana ni mambo ya ndoa, na kama nilivyosema mambo ya ndoa, na hapa niseme tu, yanahitaji hekima. Usiende tu kichwa kichwa. Mambo haya yanahitaji hekima, jinsi unavyoyatengeneza. Unapoenda kwa mke na kumwambia nina watoto 2, mmoja huko nje, angalia hekima jinsi ya kwenda, muombe Roho Mtakatifu akusaidie. Mama unayetaka kusema nina watoto 2 kwenye ndoa ambao sio wa mume wangu, tafuta hekima jinsi ya kutengeneza. Nimetunza haya mashauri kwa wingi sana. Tusije tukafika mahali mtu anaondoka, ndio sasa tunaanza kuletewa watoto wa nje na mambo ya nje. Tunapoongea habari ya familia, kuna mambo yale ya kuficha ficha. Na hii tuseme tu, mke anaficha mambo, ana fedha anaficha kwenye akaunti ile, anaficha kwa mjomba, anaficha si wapi, hataki mume ajue. Maanake amekosana na mume wake, hataki kutengeneza, badala yake anatafuta mahali pa kuficha mali na fedha.
au mume anatafuta mahali pa kuficha mali na fedha, hamjulishi mke, hajulishi watoto, na mwishoni hata mume au mke anakufa na mali zote zinaibiwa na kupotea. Leo iwe siku ya matengenezo. Hatungoji kwamba ufe. Na mimi nimetunza mashauri ya familia nyingi ambazo mume alikuwa na uwezo, tajiri, halafu anapokufa mke hajui chochote, hajui akaunti za mume, hajui alikuwa anaweka fedha, alikuwa hajui anafanya nani biashara, kila kitu kimeharibika. Leo pata nafasi ya kutulia na kutengeneza na watu wa familia yako na kutengeneza na watu wa nyumba yako. Kuna watu ambao tumelishwa matango pori na mama zetu, tukamchukia baba. Halafu huongei na baba kwa sababu mama alikwambia baba yako ni mbaya, lakini hujui ni kitu gani baba na mama waligombana, na wewe umeanza kumchukia baba bila sababu. Humsalimii, humtembelei, humtumii sapoti yoyote kwa sababu ulidanganywa na mama. Au baba amekudanganya umchukie mama yako, na umechukua uongo wa baba yako kumchukia mama, hujui hata ni nini kilichotokea wakachukiana. Sasa humsalimii mama, humsaidii mama, unamuona kama mchawi, kama mbaya. Nataka nikwambie kuna jambo la kutengeneza kifamilia. Leo nimependa twende tu polepole, alafu uwe unatafakari ni kitu gani cha kutengeneza. Inawezekana ni kule kazini kwako, kuna watu ambao umekorofishana nao, umechukiana nao, hutaki hata kuongea nao, hutaki kukaa nao karibu. Wa kabila langu Wachaga walikuwa wanasema zamani, sio mimi, ni damu yangu haipatani naye. Mimi nataka nikwambie damu ya Yesu imesafisha moyo wako, nafsi yako imekusafisha jinsi ulivyo. Hakuna damu ya Kichaga huko ndani yako, wala damu ya Kimasai, ya Kizungu, wala ya Kihindi, wala ya Kipagani. Damu ya Yesu iko ndani yako. Naomba kwa kupitia damu ya Yesu iliyotukomboa na kutupatanisha na Mungu mtakatifu, lakini kutupatanisha sisi na Yesu Kristo, ikusaidie kupatana na watu wa familia yako, watu wa kazini kwako, watu wa jamii yako. Na kusii katika jina la Yesu leo uone huo umuhimu wa kupatana na wale watu ambao unaona singeweza kupatana nao tena. Zakayo alisema, nataka nipatane na maskini, nataka nipatane na wahitaji, wale nilikuwa nimewatenga na kuwapeleka mbali, nataka nipatane nao, na nusu ya mali yangu nitawapa hao watu niliokuwa nimewatenga. Na wewe hebu fanya kitu cha ushuhuda siku ya leo, kuonyesha wale waliokuwa matenga kwa sababu yoyote kwamba sasa unapatana nao na kuanza nao mahusiano mapya katika jina la Yesu. Lakini anasema wale ambao niliwadhulumu, wale ambao niliwaibia, nitarudisha mara 4. Na sisi kule tuliko haribu tuone sababu ya kutengeneza tena kwa upya. Lakini kama nilivyosema, omba hekima kutoka kwa Mungu ili ujue jinsi ya kufanya na imletee Mungu utukufu. Yesu Kristo alipoona mambo ambayo Zakayo ameyafanya, unajua alisemaje katika mstari wa 9? Leo wokovu umefika nyumbani humu. Leo wokovu umefika nyumbani humu. Hamu yangu siku ya leo, maneno haya yawe maneno yako. Yesu akutazame kwa jinsi utakavyotengeneza kama tulivyojifunza, mpaka afike aseme leo wokovu umefika katika maisha ya Douglas. Leo wokovu umefika katika maisha ya mtu mwingine. Weka jina lako hapo. Yesu aone kuna jambo la tofauti limetokea, kwa sababu umeamua kutengeneza na wale ulioharibu kwao, na wale ulioharibu maisha yao, na wale ulioharibu kazi zao na chochote kingine, katika jina la Yesu. Tutulie tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu, tunapofika mwisho wa kipindi hiki ambacho tumeongea kwa upole sana, umeongea na sisi kwa upole mno kwa Roho wako Mtakatifu. Hebu msaidie kila aliyesikia kipindi hiki siku hii ya leo, awaze pale mahali alipoharibu na kutengeneza upya. Baada ya kipindi hiki tuone upya wa maisha, uthibitisho mpya wa ushuhuda wetu, udhihirisho mpya wa ushuhuda wetu, ili watu wote wajue hakika tumekuwa watoto wako, wanafunzi wako, na watu wote waseme ya kwamba hakika leo wokovu umefika katika maisha ya mtu huyu. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi nimeomba, amen.
Pokea baraka ya Mungu, wewe aliyesikiliza kipindi hiki na ambaye katika Roho Mtakatifu na katika ukimya huo unasema, mtumishi wa Mungu, Roho Mtakatifu anisaidie nianze upya kuanzia sasa. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Na baraka hii naitoa kwako katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.